Nimejifunza sana hapa na ninaamini wengi wetu pia hii leo wamejifunza sana kutokana na uzoefu mbalimbali ambao tumeupata hapa. Lakini cha msingi labda niseme kwamba tunahitaji pia waandishi wa habari mmoja mmoja, lakini pia katika ujumla wetu kuelewa zaidi dhana hii ya kituo hiki cha PPP na namna ambavyo kinaenda kuleta zana mpya kabisa katika masuala haya ya afya kwa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kama tutawashirikisha, na ili kuwashirikisha kwa kweli ni lazima wao pia washiriki katika makongamano haya, katika mikutano mbalimbali ambayo wataalamu kama nyinyi mtakuwepo, ili waelewe zaidi. Kadri wanavyoelewa itakuwa rahisi kwao sasa kupeleka hii elimu na ujuzi na yote ambayo leo haya mmeyazungumzia kwa ajili ya wananchi. Kwa sababu hiki ni kitu pamoja na kwamba kimeanza muda mrefu huko nyuma, lakini ni kitu kipya. Na wabobevu wanasema kitu chochote kipya kinahitaji mafunzo. Kwa sababu kama hujafundishwa vizuri unaweza usielewe vizuri, na kama mwandishi wa habari kwa kweli wewe mwenyewe, tuna msemo wetu tunasema wewe arifu, lazima uwe arifu ili uweze kuarifu. Kwa hiyo na nyinyi pia katika masuala haya mnahitaji hawa watu wabobevu waweze kutoa hii elimu ili iweze kusambaa kwa ajili ya wananchi wa kawaida. Kwa hiyo niombe sana mtumie sana media zote ambazo zitawezekana zaidi. Tuangalie kizazi chetu kinavyokwenda katika social media. Hizi habari ziwekwe katika namna ambayo ni rahisi ya kueleweka. Tusiwaweke wabobevu wenye maneno magumu magumu, itakuwa vigumu watu kuelewa. Yawe translated katika lugha ya kawaida ya wananchi. Lakini pia katika hizi innovations ambazo mnakuwa mnazungumzia hapa, kuwe pia na creativity, kwa sababu hili swala la afya sio rahisi sana la kuliweka katika media. Kwa hiyo innovation, creativity na kuwahusisha wale ambao wanaweza kupeleka hii habari mbali zaidi kuliko nyinyi, ninaona ni jambo la msingi sana. Naomba nishukuru, asante sana kwa fursa, nimejifunza sana.